Karibu katika maktaba hii leo mtazamaji wa The Bantu. Ndani ya maktaba mfahamu rais wa 6 mwanamke barani Afrika kwa sasa, lakini kabla sijaenda mbali kumzungumzia Netumbo Nandi-Ndaitwah, kwanza nianze kwa kukukumbusha juu ya wanawake 5 ambao ndio watangulizi wa Netumbo katika nyadhifa za urais barani Afrika. Netumbo Nandi-Ndaitwah maarufu kwa jina la NNN. Leo tunamuongeza kwenye historia na orodha ya wanawake 6 barani Afrika. Anafuata nyayo za wenzake hao, akiwemo Ellen Johnson Sirleaf. Aliwahi kuwa rais wa Liberia, akiwa rais wa kwanza mwanamke barani Afrika baada ya kushinda katika uchaguzi wa mwaka 2005, akimaliza muda wake 2011. Kisha Joyce Hilda Banda alihudumu kama rais wa Malawi kuanzia mwaka 2012 hadi 2014. Alichukua madaraka ya urais baada ya kifo cha ghafla cha Rais Bingu wa Mutharika. Banda alikuwa rais wa kwanza mwanamke, makamu wa rais wa kwanza mwanamke na mkuu wa pili wa nchi ya Malawi. Lakini hiyo haikuishia hapo. Rais wa Ethiopia Sahle-Work Zewde alichaguliwa kuwa rais baada ya kujiuzuru ghafla kwa kiongozi aliyekuwa madarakani Mulatu Teshome. Alikuwa rais wa awamu ya 5 tangu mwaka 2018 hadi mwaka 2024. Amina Gurib Fakim alikuwa rais wa kwanza mwanamke wa Mauritius kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2018. Alichaguliwa kuwa mgombea urais mwaka 2014 baada ya kujiuzulu kwa rais wa wakati huo Kailashi Pulyang. Alichaguliwa kwa kauli moja kuwa rais wa bunge la kitaifa. Rais Samia Suluhu Hassan anaungana na wanawake hao pia wa barani Afrika kuwa rais mwanamke wa kwanza Tanzania. Amechukua madaraka hayo Machi 19 mwaka 2021 baada ya kifo cha hayati John Pombe Magufuli. Hawa ndio wanawake pekee barani Afrika ambao wameshika nyadhifa za urais ambao wanatambuliwa na jarida la The Forbes. Kabla sijahitimisha maktaba siku ya leo, nikukumbushe wazifa mchache wa Netumbo Nandi-Ndaitwah. Mtazamaji wa The Bantu, kumbuka hii ni maktaba na mwendelezo huu wa simulizi ya Netumbo Nandi-Ndaitwah. Nandi alijiunga na chama cha South West African People's Organization SWAPO wakati huo vuguvugu la ukombozi lilipopinga utawala wa wazungu wachache wa Afrika Kusini alipokuwa na umri wa miaka 14 pekee. Mwanakati mwenye ukomavu, Nandi-Ndaitwah alikuwa kiongozi wa kitengo cha vijana katika chama cha SWAPO. Amechaguliwa kuwa rais akiwa ni wa kwanza nchini humo. Ni mtoto wa 9 miongoni mwa watoto 13 kwa babake mzazi aliyekuwa kiongozi wa kidini wa kanisa la Anglikana nchini humo. Baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata wa wiki iliyopita, tume ya uchaguzi nchini humo ikamtangaza Nandi-Ndaitwah kwamba ameshinda kwa asilimia 58 ya kura zote zilizopigwa nchini humo, huku mpinzani wake wa karibu Panduleni Itula akipata asilimia 26. Kufuatia matatizo ya vifaa na kuongezwa kwa siku 3 kwa upigaji kura katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo, Itula akaibuka na kusema mchakato wa uchaguzi ulikuwa na dosari mbaya. Nandi alianza kuwa mpigania uhuru hadi kuwa rais wa kwanza mwanamke Namibia. Hivi sasa alikuwa naibu wa rais wa Namibia. Aligombea kiti hicho kupitia chama cha SWAPO ambacho kiliongoza Namibia tangu uhuru kutoka Afrika Kusini ya ubaguzi wa rangi wa mwaka 1990. Chama chake ambacho kimekuwa na nguvu kubwa na miongo mitatu kiliona upungufu mkubwa wa msaada katika uchaguzi mkuu uliopita. Namibia inatajwa kuwa na ukosefu wa ajira kwa asilimia 19 kama kilivyokuwa miaka 30 iliyopita. Changamoto za kifedha serikalini, maswali kuhusu rushwa na viwango vikubwa vya ukosefu wa usawa. Nandi alipelekwa kasi na mpinzani wake mkuu kati ya wagombea 14 wengine, Itula wa chama cha Independent Patriots for Change IPC. Pia akakutana na tamaduni za kisiasa za kiasili na zinazotawaliwa na taasubi za kiume nchini humo. Hata hivyo, yeye ni kiongozi aliyeaminika katika nchi hii yenye idadi ndogo ya watu na amani kubwa barani Afrika. Hawa ndio wanawake 6 ambao wamewahi kuwa marais katika bara la Afrika. Lakini Nandi-Ndaitwah ni rais wa 6 mwanamke barani Afrika kuapishwa kutoka nchini Namibia. Hii ni maktaba. Mimi ni JSJ.